kuboresha mahusiano na Canada baada ya Waziri Mkuu Mark Carney kushinda uchaguzi kukiongoza chama chake cha kiliberali kwa muhula mwingine madarakani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Guo Jiakun, amesema China ingependa kuendeleza uhusiano na Canada kwa msingi wa kuheshimiana, usawa na manufaa ya pande zote mbili. China imejizuia kumpongeza Carney, lakini ikasema msimamo wake kuhusu mahusiano ya China na Canada ni thabiti na wazi. Kukamatwa kwa afisa mkuu wa kampuni ya mawasiliano ya China mjini Vancouver mnamo Disemba mwaka 2018 aliyekabiliwa na waranti wa Marekani na hatua ya kulipiza kisasi ya Beijing ya kuwaweka kizuizini wa Canada wawili kwa tuhuma za ujasusi kuliutumbukiza uhusiano kati ya China na Canada katika hali mbaya ya mkwamo. Rio de Janeiro. Mawaziri wa mambo ya nje wa Brazil, China, Urusi na nchi nyingine wanachama wa muungano wa BRICS wanaendelea na mazungumzo yao kwa siku ya pili leo mjini Rio de Janeiro, yanayolenga kutafuta msimamo wa pamoja dhidi ya sera za kibiashara za Rais wa Marekani Donald Trump. Wanadiplomasia wakuu wa nchi 11 wanachama wa BRICS wanakutana kwa mkutano wa siku mbili ulioanza jana kuandaa ajenda ya mkutano wa kilele wa wakuu wa nchi utakaofanyika mwezi Julai. Waziri wa mambo ya nje wa Brazil, Mauro Vieira, amesisitiza umuhimu wa mdahalo katika wakati ambapo kuna shuhudiwa migogoro ya kibinadamu, mizozo ya kivita, kuyumba kwa hali ya kisiasa na kumomonyoka kwa siasa za pande mbalimbali. Umoja wa Mataifa, New York. Ufaransa imesema haitafikiria mara mbili kuiwekea tena Iran vikwazo vya Umoja wa Mataifa ikiwa mazungumzo yanayonuiwa kutafuta mkataba mpya kuhusu mpango wake wa nyuklia hayatafanikiwa. Hayo yalisemwa jana usiku na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot wakati alipozungumza mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Waziri huyo amesema makubaliano yaliyopo sasa yanafika mwisho wiki chache zijazo, na ikiwa hakutakuwa na hakikisho juu ya maslahi ya kiusalama ya Ulaya, basi hawatasita kutekeleza vikwazo vyote vilivyowekwa miaka 10 iliyopita. Ufaransa, Uingereza na Ujerumani zinaunda kundi la E3 ambalo ni sehemu ya mkataba uliosainiwa mwaka 2015 na Iran unaokamilika mwezi Oktoba, na zina mamlaka ya kuviweka tena vikwazo. Iran imeomba mkutano na nchi hizo tatu ikiwezekana Ijumaa wiki hii mjini Roma, lakini bado hazijajibu. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. London. Jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa waliopewa jukumu la kufuatilia vikwazo dhidi ya Sudan linachunguza jinsi vichwa vya vilipuzi na mabomu yaliyosafirishwa kutoka Bulgaria kwenda Umoja wa Falme za Kiarabu yalivyofika katika msafara wa kikosi cha wapiganaji wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF nchini Sudan. Hayo ni kwa mujibu wa barua iliyoonekana na shirika la habari la Reuters. Bulgaria imewaambia wataalamu hao kwamba silaha hizo zilizokamatwa katika msafara wa RSF Novemba mwaka uliopita katika eneo la Darfur Kaskazini zilikuwa na nambari ya usajili ya silaha ilizozipeleka katika Umoja wa Falme za Kiarabu mwaka 2019. Bulgaria imesema haikuombwa ruhusa ya silaha hizo kuuzwa na kusafirishwa kwa nchi ama upande wa tatu. Umoja wa Mataifa umekataa kutoa kauli kuhusu ripoti hiyo. Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha mara kwa mara kwamba unachochea mgogoro kwa kuihami RSF katika vita vyake dhidi ya jeshi la Sudan. Kiev. Msichana wa umri wa miaka 12 ameuawa katika shambulizi la droni la Urusi katika eneo la Ukraine la Dnipropetrovsk. Gavana wa eneo hilo, Serhiy Lusak, amesema watu wawili na msichana wa miaka 6 wamejeruhiwa katika shambulizi hilo lililofanywa katika manispaa ya Hubinka. Gavana huyo ameripoti kuhusu majeraha zaidi na uharibifu kwa makazi binafsi na miundo mbinu katika maeneo mengine. Mamlaka za Ukraine zimesema
Urusi imefanya mashambulizi 100 ya droni nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo. Jeshi la anga la Ukraine limesema droni 37 zimetunguliwa huku 47 zikipoteza mwelekeo kutokana na hatua za ulinzi za kielektroniki. Wakati hayo yakiarifiwa, watu 2 wameuawa na wengine 3 wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la droni la Ukraine lililolenga gari katika barabara kuu eneo la Urusi la Belgorod. Mwisho wa habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Asante Josephat Charo kwa habari za ulimwengu. Yale tuliokuandalia katika mchana wetu wa leo ni tutaangalia siku 100 za Rais Donald Trump tangu aingie mamlakani katika muhula wake wa pili wa uongozi. Raia wa Canada wanasubiri kwa hamu matokeo kamili ya uchaguzi baada ya zoezi la kupiga kura hapo jana. Na mkutano wa kilele wa masuala ya uchumi kati ya Iran na Afrika waendelea huko Iran, ukijikita katika sekta ya kilimo, madini na nishati. Afrika itanufaika vipi kwa Irani inayokabiliwa na vikwazo chungu mzima kutoka mataifa ya magharibi ambayo ni washirika wa karibu wa Afrika? Kujibu hayo, usiondoke, salia nasi. Tunasema asante kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili DW kuwa nawe mchana wa leo, na kama unatusikia kupitia redio wa shirika, basi tunapatikana pia kupitia YouTube na Facebook. Utafuta tu DW Kiswahili, tuachie maoni yako na tutayasoma hapo baadaye. Tuingie katika safu yetu ya uchambuzi. Tukianzia Marekani ambapo Republican Donald Trump amekuwa rais wa Marekani kwa siku 100. Kimekuwa kipindi cha heka nchi za kisiasa na kiuchumi, lakini ni ahadi gani ambazo amezitimiza? Na je, wa Marekani wanafikiria vipi kuhusu nchi yao kwa sasa? Ripoti ya mwandishi wa DW Kala Blaker inasomwa na Bruce Amani. Januari 20, 2025 ndio ulikuwa mwanzo wa urais kwa mara ya pili kwa Donald Trump. Tangu aingia madarakani, mengi yamebadilika katika siasa za Marekani kiasi kwamba ni vigumu kuamini kuwa ni siku 100 tu zilizopita. Iwe ni mabadiliko ya kimsingi katika sera ya mambo ya nje ya Marekani au kuweka ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, hakuna hata siku moja inayopita bila ikulu ya White House kutumika kama chanzo cha habari muhimu za dharura. Utawala huu wa pili wa Trump unaigawanya nchi hiyo kuliko hapo awali. Hata wakati hayo yanafanyika, wengi wanauliza, je, ni ngapi kati ya ahadi ambazo Trump alitoa kwa wafuasi wake kabla ya uchaguzi wa Novemba mwaka jana ambazo rais huyo wa Marekani kweli ametimiza? Tuanze na mzozo wa Ukraine. Mnamo Mei 2023 katika hafla moja jimboni New Hampshire, Trump alisema ikiwa atachaguliwa atamaliza vita vya Ukraine mara moja. Lakini vita bado vinaendelea na Trump amelazimika kukiri kwamba hajaweza kumaliza mzozo huo. Utawala wa Trump unashughulikia aina fulani ya suluhisho la upande mmoja, lakini bila ya uungaji mkono wa washirika wa jadi wa Marekani na kwa makubaliano yanayoonekana kuwapendelea Warusi kuliko wa Ukraine. Sera ya uhamiaji ilikuwa moja ya masuala ya kampeni ya Trump. Kwenye hafla mjini New York Oktoba 2024, aliahidi kuwa kama atachaguliwa ataanzisha mpango mkubwa kabisa kuwahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani wa kuwafukuza wahamiaji haramu. Trump alisema atawaweka jela wahalifu waovu wanaosababisha umwagaji damu na kisha kuwafukuza katika nchi haraka iwezekanavyo. Mpaka sasa mpango huo haujafanyika kwa kasi. Mwezi Februari, ambao ulikuwa wa kwanza kamili tangu kuingia madarakani, serikali ya Marekani iliwafukuza karibu wahamiaji 11,000. Katika kipindi hicho mwaka wa 2021, ikiwa ni mwezi wa kwanza wa utawala wa Joe Biden, idadi hiyo ilikuwa karibu watu 12,000. Trump alifanya kampeni akiahidi kuwa uchumi wa Marekani utaimarika chini ya uongozi wake. Na hata moja ya kauli mbiu zake ilikuwa ni kuifanya Marekani kuwa nafuu tena. Hii imetokea kwa baadhi ya bidhaa kama vile petroli. Bei za safari za ndege na za vyumba vya hoteli pia zimepungua kama tu ilivyo kwa mfumuko wa bei. Hata hivyo, kwa Wamarekani wengi, manunuzi katika maduka ya jumla bado ni ghali kama tu ilivyokuwa wakati Trump alipoingia usukani. Na baada ya kuchaguliwa kwake, Trump alitangaza kwamba atakomesha sera ya mipaka iliyo wazi kabisa na nakisi ya kibiashara ya Marekani. Mwezi Aprili, utawala wa Trump ulianzisha mfululizo wa ushuru wa kinga kwa karibu bidhaa zote zinazoingizwa Marekani. Kwa hivyo, ahadi hiyo imetimizwa. Hata hivyo, hii inafanya baadhi ya bidhaa kuwa ghali zaidi kwa watumiaji wa Marekani na kuhujumu mahusiano yaliyopo ya kibiashara.
Asante Bruce. Raia wa Canada wanasubiri kwa hamu matokeo kamili ya uchaguzi baada ya chama cha waziri mkuu wa nchi hiyo cha kiliberali kuonyesha kuwa kimeshinda uchaguzi huo dhidi ya chama cha upinzani cha wahafidhina. Mwenzangu Zainab Azizi ana taarifa zaidi. Raia wa Canada wamemchagua kiongozi huyo Mark Carney kwa sababu wanaamini kuwa ndiye mwenye uwezo wa kupambana na matamshi makali na vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye vita vyake vya biashara vimeikasirisha nchi hiyo jirani katika upande wa kaskazini. Waziri mkuu huyo Mark Carney ameahidi kuishinda Marekani katika vita hivyo vya kibiashara baada ya kushinda uchaguzi wa Canada, ambapo atakiongoza chama chake cha waliberali katika muhula mwingine madarakani. China imeupongeza ushindi wa Carney ikisema iko tayari kuboresha uhusiano kati ya pande hizo mbili. Vile vile Uingereza imempongeza waziri mkuu huyo wa Canada Mark Carney. Na wakati huo huo, rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen pia amempongeza Mark Carney na chama cha kiliberali kwa ushindi wao katika uchaguzi. Amesema uhusiano kati ya bara Ulaya na Canada utaendelea kuwa thabiti na kwamba anatazamia Umoja wa Ulaya utashirikiana zaidi na waziri mkuu wa Canada katika harakati za kuhakikisha uwepo wa biashara huru na ya haki. Kiongozi wa chama cha upinzani cha kihafidhina Pierre Poilievre amekubali kuwa chama chake kimeshindwa kwenye uchaguzi huo. So I would like to congratulate Prime Minister Carney on... Ningependa kumpongeza waziri mkuu Mark Carney, na sisi kama wapinzani tutafanya kazi yetu ya kuiwajibisha serikali wakati wote. Na wapongeza watu wote kutoka pande tofauti za kisiasa kwa kushiriki katika mchakato huu wa kidemokrasia. So participating in the democratic process. Chama cha kiliberali cha waziri mkuu Mark Carney kilishinda uchaguzi mkuu wa Canada uliofanyika siku ya Jumatatu na kuhitimisha mabadiliko ya kushangaza yaliyochochewa na vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vya kutaka kuinyakua Canada pale Trump alipopendekeza kuwa nchi hiyo inapaswa kuwa jimbo la 51 la Marekani. Na vile vile vita vya biashara kutokana na ushuru aliyoweka kwa bidhaa zinazoingizwa nchini mwake kutoka mataifa ya nje ikiwemo Canada. Baada ya kumalizika kwa zoezi la kuhesabu kura, chama cha waliberali kinachoongozwa na waziri mkuu Mark Carney kinatarajiwa kushinda zaidi ya viti 343 vya bunge na hivyo kuwashinda wapinzani wake wa chama cha kihafidhina. DW tunavuma kwa kishindo. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni DW Kiswahili na tunapatikana moja kwa moja kupitia YouTube yetu, tafuta DW Kiswahili, tuachie maoni yako na tutayasoma hapo baadaye. Tunaendelea na safu yetu ya uchambuzi ambapo mkutano wa kilele wa masuala ya uchumi kati ya Iran na Afrika unafanyika mjini Teherani tangu mwishoni mwa juma lililopita. Utahamishiwa hii leo na kisha kufuatiwa na maonesho ya kibiashara kwenye mji wa Isfahan. Mkutano ambao ni watatu kati ya pande hizo mbili ulifunguliwa siku ya Jumapili na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran, huku ajenda kuu zikiwa ni ushirikiano katika sekta ya kilimo, madini na nishati. Hata hivyo, pande hizo zitanufaika na kitu gani kupitia ushirikiano huo wa karibu? Swali hilo na mengine mengi mwenzangu Rashid Chilumba amemuuliza mwandishi wa habari Abdul Fattah Musa akiwa mjini Tehran. Lengo la Iran hasa ni kufungua njia ya mawasiliano kwa ajili ya ushirikiano wa kiuchumi baina ya Iran na nchi za Afrika. Kama unavyojua kwamba Iran kwa muda mrefu imekuwa inakabiliwa na vikwazo vya kiuchumi na kibiashara vya nchi za magharibi, na kwa hivyo kwa muda mrefu sasa imekuwa ikijaribu kutafuta njia mbadala za kuweza kujimarisha na kujistawisha kiuchumi, na kwa njia ya kujenga mawasiliano na mataifa ya mabara mengine mawili muhimu duniani, bara la Asia ambayo Iran yenyewe ipo na vile vile bara la Afrika ambalo kwa bahati mbaya Iran imelipuuza kwa muda mrefu. Umeeleza hapo Iran yenyewe inakabiliwa na changamoto chungu nzima za kiuchumi, na kwa hivyo mtu anaposikia kuna mkutano wa masuala ya uchumi kati ya Iran na Afrika, bila shaka atajiuliza nchi za Afrika zinaweza kunufaika nini na Iran. Kwanza, nchi yenyewe Iran ni hasimu kwa mataifa ya magharibi ambayo ndio wachangiaji wakubwa wa hisani za maendeleo barani Afrika, na yenyewe kama ulivyosema inazongwa na matatizo ya kiuchumi. Afrika itapata nini?
nchi za Kiafrika ambazo nazo pia baadhi yao zinataka kujistawisha katika upande wa teknolojia, hasa kwa upande wa nishati ya nyuklia au teknolojia ya nano na vile vile masuala ya kiviwanda, yanaweza nchi hizo kuweza kuitumia fursa ya kuwepo Iran ambayo imekuwa inabanwa kuweza kupanua uhusiano wake na nchi za magharibi, nchi za Ulaya, na vile vile kutokana na vikwazo vya Marekani kuweza kupata fursa ya kuweza kufaidisha pande mbili. Kwa upande mmoja kuweza kutoa uzoefu na tajriba ambayo Iran inayo katika masuala ya sekta mbalimbali za kiteknolojia, na kwa upande mwingine nchi za Afrika nazo zikiwa ni masoko makubwa kwa ajili ya bidhaa na vile vile kwa ajili ya mabadilishano ya kibiashara, yanaweza kutoa fursa kwa Iran ambayo kwa upande wake nayo imekuwa inatafuta fursa nyingine ili kuweza kuepuka mjinyo na vikwazo vya kiuchumi za magharibi na hasa Marekani. Wako wanaoamini mikutano ya aina hii ya viongozi chungu nzima wa Afrika wanaitwa sehemu moja kwa mkutano wa kilele na nchi moja moja, kama hivyo mkutano kati ya Afrika na Iran au na Marekani ama Uturuki kuna lifedhehesha bara zima la Afrika. Wewe una mtazamo gani? Bila shaka kwa upande mmoja tunaweza kuliangalia suala hili kwa katika hali hiyo, lakini inaweza pia ikawa ni fursa ambayo kama mashirikiano haya baina ya nchi za Afrika na nchi mbalimbali zilizoanzisha utaratibu kama huu, kama Uchina au pengine Urusi, Uturuki kama ulivyoashiria, na sasa Iran nayo imejiunga na mkondo huu, inaweza pia kuwa ni fursa ambayo nchi za Kiafrika inaweza ikazitumia kuvuna uzoefu, uwezo na vile vile masoko yake kuweza kuyafungua kwa ajili ya kukaribisha uwekezaji wa nchi kama hizi, lakini kwa msingi tu usio wa kuweza kutaka kufaidika na bidhaa, lakini vile vile kuchota utaalamu na uwezo ambao utazifanya nchi hizo baada ya muda zisiwe tena na utegemezi wa mataifa mengine duniani. Naam, kusikiliza interview hiyo pia unaweza ukatembelea tovuti yetu ya DW Kiswahili, na alikuwa ni mwandishi wa habari Abdul Fattah Musa alipozungumza na mwenzangu Rashid Chirumba kuhusiana na masuala mazima ya uhusiano kati ya Iran na Afrika. Tuingie huko barani Afrika ambapo nchini Burundi tume ya kutafuta ukweli na maridhiano imetangaza orodha ya watu waliokufa ama kupotea kufuatia migogoro mbalimbali iliyopitia taifa hilo la kati mashariki mwa Afrika. Jumatatu hii tume hiyo ilitangaza orodha ya watu zaidi ya 57,000 waliokufa ama kupotea katika mikoa ya Gitega na Mwiro katikati mwa Burundi kuanzia mwaka 1985 hadi 2008 ulipomalizika uasi nchini humo. Baadhi ya raia wanakaribisha zoezi hilo, wengine wanaomba waliokufa wafukuliwe na wafanyiwe mazishi ya heshima, huku wengine wakiomba serikali ilipe fidia. Mwenzangu Amida Isa kutoka Bujumbura na ripoti zaidi. Zoezi hilo limekuwa likitekelezwa baada ya kufanyika sensa katika mikoa mbalimbali ya nchi na hususan ile inayopakana na nchi za jirani Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, kunakoaminika kuua watu wengi wakati wa vita vilivyoisibu Burundi. Katika mikoa ya Mwaro na Gitega Jumatatu hii, tume ya ukweli na maridhiano ilibandika orodha za watu wanaokadiriwa 57,000 waliouawa ama kupotea kuanzia mwaka 1985 hadi 2008 ulipomalizika uasi nchini humo. Chiza Jovis, mmoja waliopoteza ndugu zake katika mauaji hayo, anasema zoezi hilo lilikuwa linahitajika. Nilikuwa sijui hatma ya ndugu yangu mkubwa na ya ndugu zangu wengine, lakini sasa nahisi moyo wangu umetulia na nimeamini walikufa. Ni tarafa za Nyabihanga, Kayokwe na Gisozi mkoani Mwaro kuliko orodhesho idadi kubwa ya wahanga wa mauaji hayo. Katika tarafa Nyabihanga, mkoa wa Mwaro, katikati mwa Burundi, alikozaliwa hayati Rais Melchior Ndadaye, walopoteza ndugu zao misimamo yao inatofautiana. Raia huyu anasema baada ya orodha kuwekwa hadharani, ni muhimu walokufa
wafufuliwe. Orodha zimewekwa bayana. Tunaamini kuwa mabaki ya miwili ya waliokufa ipo. Ni muhimu kupitia CVR wafufuliwe, wafanyiwe mazishi ya heshima. Naye Hakizimana Oscar anasema baba yake na ndugu zake waliuawa mwaka wa 1993. Anasema baada ya kufanyika zoezi hili ingekuwa bora serikali ikawalipa fidia. Midhali serikali imefikiria kuwepo na tume hii, ni bora watulipe fidia. Mikwaruzano imekoma, ubaguzi walipe fidia familia za wahanga ili vizazi vijavyo visifikirie tena mauaji. Mkuu wa tume hiyo kutafuta ukweli na maridhiano Pierre Claver Ndaicharie alisema zoezi hilo litasaidia raia kujua ukweli wa kile kilichotokea, hali itakayowezesha kukarabati Burundi mpya na kuepusha kilichotokea kisirudi tena kutokea. Hamida Isa, DW, Bujumbura. Katika ripoti yake ya kila mwaka, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa mfumo wa kimataifa wa haki za binadamu unaozingatia utawala wa sheria uko hatarini. Ripoti hiyo inaangazia chuki za kidini na za kijinsia na mashambulizi ya kibaguzi yanayolenga mifumo ya kimataifa ya haki za binadamu iliyojengwa baada ya kushindwa kwa utawala wa Kinazi na kumalizika kwa vita vikuu vya pili. Wakiombogo na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa shirika la Amnesty International lenye makao yake makuu nchini Uingereza, ulimwengu uko katika wakati mgumu linapohusika suala la haki za binadamu duniani kote. Agnes Kalamard, katibu mkuu wa kimataifa wa shirika hilo, amebainisha kuwa nguvu isiyo na kifani inatumika kuhujumu maadili ya haki za binadamu, ikitaka kuharibu mfumo wa kimataifa ulioundwa baada ya maafa ya vita vya pili vya dunia. Amnesty International imetathmini hali ya haki za binadamu katika jumla ya nchi 150 kila mwaka. Kuhusu matukio ya kuongezeka kwa vurugu dhidi ya raia na makundi ya walio wachache, ripoti ya kila mwaka ya Amnesty International inabainisha mienendo mitatu inayojitokeza. Kwanza, raia wanakabiliwa na shinikizo kubwa katika maeneo ya vita kama Sudan, Gaza, Ukraine na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Julia Dachrov, katibu mkuu wa Amnesty International tawi la Ujerumani, ameiambia DW kuwa sheria zinazopaswa kutumika katika migogoro na kanuni ambazo jumuiya ya kimataifa imejiwekea zinapuuzwa zaidi na zaidi. Pili, jamii ya walio wachache wako hatarini katika nchi nyingi, hasa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, wakimbizi na walio kwenye upinzani. Na tatu, mataifa yamezidi kushindwa kuchukua hatua kukabiliana na mgogoro huu wa haki za binadamu. Hii inajidhihirisha hasa kwa mataifa ambayo hapo awali yalijitolea kwa haki za binadamu kwa wote kama vile Marekani. Julia Dachrov ameituhumu serikali ya Marekani kuchochea mgogoro huu wa haki za binadamu na kuweka mabilioni ya watu duniani kote hatarini. Aliongeza kuwa vikwazo dhidi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu na kujiondoa kwa Marekani katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa ni sawa na kuvunja mhimili wa sheria za kimataifa. Shirika hilo lisilo la serikali la haki za binadamu linaishutumu Israel kwa kufanya lilichokiita mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina. Ripoti hiyo ilisema nchi zilitazama kana kwamba hazina nguvu wakati Israeli ilipoua maelfu kwa maelfu ya Wapalestina, ikiangamiza familia zote za vizazi vingi, ikiharibu nyumba, riziki, hospitali na shule. Serikali ya Israel hata hivyo inakanusha shutuma hizo, na baadhi ya wataalamu wa sheria za kimataifa pia wametilia shaka matumizi ya neno hilo. Mtaalamu wa Ujerumani na Uingereza Stefan Talmon anasema maelezo ya kisheria ya ripoti ya Amnesty yana dosari.